Habari za usiku huu. Jina langu ni Kennedy Moses. Huni mshike. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ama Simba Sports Club alfajiri ya kuamkia hii leo kimeanza safari yake kuelekea katika mji wa Luanda nchini Angola kwa ajili ya mchezo wake wa raundi ya 5 hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Petro de Luanda ya nchini humo. Msafara wa wekundu wa Msimbazi Simba ukiwa na wachezaji 23, benchi la ufundi na viongozi uliwasili katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere saa 7 usiku, na baada ya taratibu zote kukamilika, kikosi hicho kiliacha anga la Tanzania majira ya saa 9 kamili usiku. Baada ya takriban saa 3 kikosi hicho kilitua salama katika ardhi ya Ethiopia saa 12 kamili asubuhi, ambapo kilipumzika hapo hadi saa 3 na kisha kuelekea jijini Luanda baada ya kusafiri kwa zaidi ya saa 5. Hatimaye kikosi hicho cha Simba kilitua salama katika jiji la Luanda majira ya saa 8 dakika 40 mchana, na ilikuwa ni kwa saa za kule Angola, ambapo kwa Tanzania ni saa 10 kamili jioni. Safari hii haikuishia hapo, kwani baada ya kufika Luanda, kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kilichukua usafiri wa basi, ambapo kilisafiri kwa mwendo wa zaidi ya dakika 45 mpaka hotelini, ambapo kikosi hicho kimeweka kambi ili kiwa kinajiandaa sasa kuelekea mchezo huo katika eneo ambalo lipo karibu na uwanja ambao mchezo huo utachezwa. Hayo ni miongoni mwa yale ambayo yanaendelea kule Rwanda. Angola ambako kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kilikuwa kinacheza mchezo unaofuata dhidi ya Petro Atletico. Lakini tukisalia hapo, usiku huu Simba Sports Club imefanya mazoezi jijini Luanda kule Angola kuelekea mchezo wao wa 5 hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika. Mazoezi hayo yalikuwa mahususi kuwaweka wawili hao, kuweka mili sawa, ikiwa ni muda sasa ambao wanaendelea kujiandaa kuelekea mchezo ambao utapigwa Jumamosi ama wikendi hii. Wakati hao wanaendelea, licha ya Simba Sports Club kupoteza michezo mitatu na kupata matokeo ya sare kwenye mchezo mmoja kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, mashabiki wa timu hiyo wameweka wazi kuwa wana imani kubwa ya kupata ushindi dhidi ya wapinzani wao Petro Atletico kutoka Luanda, Angola. Mechi itakuwa nzuri, tutashinda. Ingawa bahati mbaya haitatusogeza popote. Tunajipanga kwa ajili ya ligi na mambo ya mwakani. Tumepoteza michezo mitatu, tumepata sare moja. Matumaini yametoweka, lakini sisi tuko pamoja na Simba yetu, kwa sababu Simba sasa imerudi kwenye mfumo, na kama imerudi kwenye mfumo, siwezi kuikataa Simba yangu. Mpira una matokeo kikatili, yani mpira una matokeo kikatili sana. Yaliyotokea yametokea, tunaganga anayokuja, lakini Simba yetu hatutaiacha. Tunaweza tukasema kwamba tumepoteza matumaini kwa mujibu wa mpangilio wa mechi zilivyo, lakini kama alivyosema msemaji wa kwanza, bado sisi tuko na Simba yetu. Nachotaka tu kuwaambia watu yani viongozi haswa, unajua mtu ni rahisi kubadilisha dini, lakini mtu sio rahisi kubadilisha klabu. Kwa hiyo wanapokuwa katika uongozi, wajue pale kwenye uongozi wanakaa kwa sababu yetu sisi wapenzi. Na ndio maana yote yanayotokea yanaonekana, sio vurugu za uwanjani nini. Tunapowapa, wanapopewa madaraka na wao wanachama, wasifikiri kwamba wao yani ndio wenye timu. Wenye timu bado ni sisi wapenzi. Niungane na Philip Nkini muda huu kwa ajili ya kuzungumza naye baadhi ya yayo ambayo tumeyagusia hapo. Karibu sana Philip Nkini. Kumekuwa na mengi ambayo yanazungumzwa, lakini tayari kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kimewasili Luanda, ambako kitakuwa na mchezo siku ya Jumamosi. Leo tunazungumza ni Jumatano, watakuwa na Alhamisi ya kufanya mazoezi, Ijumaa mazoezi ya mwisho siku 2, Jumamosi ni mchezo wao ligi ya mabingwa barani Afrika. So far muda ambao wanao na maandalizi kuelekea mchezo huo umeutazama vipi? Kwanza ni jambo zuri kwa sababu wamewahi. Unajua safari yao ilikuwa ni ndefu. Hawakuwa na safari fupi kama ulivyokuwa unaielezea mwanzo. Kwa hiyo wanaenda, watazoea hali ya hewa, lakini pia watapata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi ambao watautumia. Pamoja na kwamba watu wengi wanaiona kwamba ni mechi ambayo Simba hana chochote kwa sababu hawezi kufuzu kwenda hatua robo finali, lakini ni mechi ambayo kwao ni mechi ya heshima. Yaani hizi mechi mbili zilizobaki kwa Simba zinahitaji wenyewe kuonesha ule ukubwa wao ambao wanao siku zote, kwamba Simba ni timu kubwa, inashika nafasi ya 6 kwa ubora Afrika. Kwa hiyo lazima waonyeshe kwamba zile mechi 3 za mwanzo waliteleza. Kwa kuanzia mechi ya 4, ya 5 na ya 6
ndio sehemu yao, lakini pia ni sehemu ambao wanahitaji pia kuonesha wachezaji wao waanze kuonesha ile rhythm ya kwamba wameshazoeana, kwa sababu wanaelekea pia kwenye mchakato wa ligi kuu ambao utawapa nafasi pia ya kushiriki msimu ujao. Ukiacha hiyo, pia wanahitaji kumaintain hiyo nafasi yao ya ubora namba 6, kwa sababu kama wakipoteza, wakimaliza nafasi ya mwisho, ina maana watakuwa hawajakusanya pointi yote, watabaki na pointi zao zile za mwanzo ambazo walipewa baada ya kuvuka kuingia hatua ya makundi. Huku chini kuna timu nyingi zinakuja ambazo zinaweza labda zikawafanya Simba wakamaliza wakawa nafasi ya 8, ya 9 au ya 10, kitu ambacho kwao sidhani kama kinaweza kuwa kitu kizuri sana. Najaribu kuangalia mbali na hichi ambacho kimetokea, kwa maana kwamba mpaka sasa wana alama moja pekee. Wasiwasi na mjadala mkubwa umekuwa ni hamasa kwa nyota wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea mchezo huu ambao bado licha ya kuwa hata kama watashinda hautawafikisha pale ambapo walikuwa wanatamani kufika, kwa maana ya hatua ya robo finali. Hii inakwenda kupunguza morali kwa namna yoyote, ama nini kitakuwa chachu ya mnyama kufanya vizuri kwenye mechi hizi mbili zilizosalia ikiwemo ya Jumamosi? Tofauti ya Simba na timu nyingine ni kwamba hata ukitazama mechi yao ya mwisho waliocheza, Simba waliingia uwanjani wakiwa wana wachezaji wengi wapya. Yaani Simba walitumia wachezaji 6 nafikiri hadi 7 ambao ni wapya, ambao hawakuwa kabisa kwenye kikosi. Lakini pia ukumbuke mwalimu naye pia ni mpya. Kila mchezaji anahitaji kufanya juhudi kumuonesha mwalimu kwamba yeye ni bora. Kwa mchezaji ambao atafikiria kwamba kutokufuzu kwa Simba kunaweza kumfanya yeye akawa down, na maana na yeye anajiondoa kwenye mfumo wake mwenyewe kupata nafasi kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo nafikiri kila mchezaji atataka kumuonesha mwalimu kwamba mimi nastahili kucheza kwenye hii timu kwa msimu huu wote na msimu ujao. Kwa hiyo ule uwezo wao wa mmoja una uwezo zaidi wa kuwasaidia, lakini pia mwalimu naye kuna vitu atataka kuviangalia kwenye timu. Ni timu yake mpya, anahitaji kuiona, aone anaendaje nayo kwenye msimu huu. Siamini kama kuna hata mmoja ambaye anaweza akachukulia kwamba ni mechi tu ya maamuzi au mechi tu ya kukamilisha ratiba, lakini wakati mwingine mchezaji naye anataka kuionyesha Afrika na dunia kwamba naye ana ubora wake. Kwa hiyo hakuna ambao anaweza akacheza legelege, kwa sababu anajua tu kwamba Simba ina nafasi ya kwenda robo finali. Tuangalie ratiba kwa ujumla ilivyo na mechi kadha ambazo zitafuata baada ya mechi ambazo zimepigwa weekend iliyotoka kumalizika. Najua ilikuwa furaha na burudani kweli kweli. Hatimaye hizi ni baadhi ya mechi. JS Kabylie na Al Ahly Februari 7 saa 4 kamili usiku. AS FAR Rabat Februari 7 hiyo dhidi ya Young Africans saa 4 kamili usiku. Petro de Luanda Februari 7 saa 1 kamili usiku dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, na Stade Malien saa 1 kamili usiku dhidi ya Esperance. Ukiacha mechi ya Simba dhidi ya Petro, mechi gani nyingine inafuatiliwa zaidi, hasa utakuwa unaigusia wakati utakapokumaliza kuigusia Young Africans ambao pia watakuwa na shughuli nzito na pengine ya kuamua nani anaenda nani anabaki kwenye kundi lao? Ukitoa hizi mechi ambazo zinahusiana na kundi la Simba, nafikiri kwa mashabiki wa soka wa Afrika Mashariki watakuwa wanafuatilia zaidi hizi mechi ambazo ziko kwenye kundi la Yanga, sababu ukitazama Yanga anatakiwa kupata ushindi dhidi ya AS FAR Rabat ili aweze kuwa na matumaini ya kwenda hatua ya robo finali. Na maana Yanga akipoteza hiyo mechi atakuwa amejiweka kwenye wakati mgumu zaidi wa kuweza kufuzu kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo hapa zitakuwa zinafuatiliwa mechi zote mbili, kwa sababu mtu atataka kufuatilia Yanga, lakini atataka kujua matokeo ya mechi ya Ahly na JS Kabylie jinsi ambavyo yamekuwa. Kwa hiyo sidhani kama kuna shabiki ambao anataka sana kujua mechi ya AS Tunis na Stade Malien kwa huku kwetu kwa sasa, sababu wengi watakuwa wamebaki zaidi kwenye hilo kundi la Yanga na hiyo mechi ambayo Simba atacheza. Shukrani sana kwa kujadili mengi zaidi. Ni Philip Mkini nikizungumza naye kuhusiana na mjadala wa mechi kubwa ambazo zitakujia kwenye kisimbuzi cha Azam TV weekend hii. Bado tuendelee kuangazia mengine tulionayo mezani. Nikukumbushe tu kwamba mchambuzi wa masuala ya soka hapa nchini Amri Kiema ni miongoni mwa waandamizi wa muda mrefu kwenye masuala ya kuzungumzia soka, na leo amezungumza nasi akitoa mtazamo wake juu ya ushiriki wa timu 4 za Tanzania kwenye michuano ya CAF na kwa maana ya ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika na mwendelezo wake kwa maslahi mapana ya soka la Tanzania. Timu za Tanzania kwenda hatua inayofuata, tumeshaona Simba wameshapoteza kabisa, hakuna tumaini. Lakini Yanga kwa alama zake 5, unaona mechi yao dhidi ya FAR Rabat ndio ambayo italeta hiyo picha kwamba nao wanapoteza tumaini ama lipo. Ikiwa Yanga watapata alama 1 ugenini, watakuwa na bado matumaini mpaka mechi ya mwisho, lakini ikiwa watapoteza kwa idadi ya magoli ambayo itazidi lile goli moja ambao wao waliwafunga FAR Rabat, nao watakuwa wamepoteza tumaini hata kama mechi ya mwisho wanacheza, sababu watakuwa na uwezo tu wa kufikisha alama 8 ambazo tayari FAR Rabat anazo hizo alama 8, lakini atakuwa anamzidi ile head to head
Kwa Yanga mechi yao na FAR Rabat inazingatia zaidi matokeo hayo ili kutoa hayo matumaini kwamba wanasubiri mpaka mechi ya mwisho au mechi ile imeshamaliza safari yao. Kwa hiyo utaona hapo Yanga bado wana matumaini, lakini wameshikilia hatima yao wenyewe kwenye mchezo huu. Ukija kwa Azam nao matumaini yao yapo kwenye mikono yao, lakini ni finyu. Tunasema finyu kwa sababu tayari kuna timu zina alama 9 kwenye kundi lao, na timu hizo zina alama 9 bado zina michezo miwili. Azam ili aendelee kutunza hayo matumaini anapaswa kumfunga Manyema kwenye mechi yake ya nyumbani hapa Zanzibar, lakini bado Manyema ana mchezo dhidi anacheza mechi ya mwisho, anacheza na Nairobi, kitu ambacho unaona anacheza nyumbani na yeye anahitaji walau alama moja kuweza kusogea na kujihakikishia. Azam mechi ya mwisho anamaliza dhidi ya Wydad ugenini, kitu ambacho unaweza ukaona pia kuna kazi ngumu sana kwa Azam kupenya kwenda kwenye hatua inayofuata. Inahitajika tu maajabu ya mpira, lakini kimahesabu ya kawaida bado nafasi ni ngumu. Timu pekee ambayo inaweza ukasema inaweza ikachanga karata zake vizuri ni Singida, ambao unaona kwenye kundi lao mechi yao wana alama 4, lakini wale Eto'o wana alama 6, ambazo alama 6 mchezo unaofuata Azam atacheza Singida anacheza mchezo unaofuata. Kwa timu zetu kiujumla, timu zilizobaki ukiachilia Simba zinahitaji michezo yao ya 3 kujua hatima yao inaenda vipi. Naam, tuangalie maoni yako sasa ambayo umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii ya Azam TV TZ, lakini pia Azam TV Sports. Swali kwa linahoji Azam, Yanga, Singida wao kimahesabu wanaweza kufuzu robo michuano ya CAF. Unaiona Tanzania ikipeleka timu ngapi robo finali? Ni miongoni mwa yaliyoandikwa hapo. Na tuangalie sasa maoni yako ambayo umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Instagram Azam TV Sports, anaitwa Yohana Junior, anasema Yanga Azam wanaenda hata Singida. Anasema hata Singida sina hofu nao, lolote linaweza kuwezekana. Lakini Mustafa Bilo anasema probably Young African Sports Club mechi yake ijayo ndio itaamua as well as Azam FC, ila kwa upande wa Singida bado ni ngumu, ila nafasi kubwa ipo kwa Yanga. Lakini Mohamed Paulo yeye anasema kwa mtazamo wangu naona mwenye nafasi zaidi ya kwenda robo finali ni Young Africans kama wachezaji watapambana zaidi na kupunguza makosa ya kutotumia nafasi watakazozipata, basi ninaamini watavuka. Ni maoni yao hayo, lakini pia tuangalie ukurasa mwingine na sasa ni Facebook Azam Sports. Anaitwa Dickson Msangawali. Yeye anasema kwa michezo iliyobaki kwa timu zetu Yanga, Azam na Simba tunatakiwa kupambana pasipo kupoteza ili ziweze kufuzu robo finali. Haya bana, tukipoteza tu mechi tunazoenda kucheza wiki hii basi timu zetu zinaweza zisifuzu hatua ya robo finali, ni mtazamo wake. Kigeko anasema msimu huu amna timu yoyote kutoka Tanzania itafuzu hatua ya robo finali. Nipo hapa nimekaa, tukutane msimu ujao tuyaanze mapambano upya insha Allah. Amemaliza hivyo. Lakini Timothy Jerome anasema mwenye uhakika wa kufuzu ni mmoja tu ambaye ni Young Africans. Hao wengine wanunue calculator za kutosha, wasije wakajichanganya hesabu za kutoa na kujumlisha. Wajua pale amemgusia na Simba ambaye kwa mambo yalivyo ni ngumu kidogo. Pengine kwa wale wasalia nafasi bado ipo, itategemea na namna ambavyo watamaliza kwenye michezo ambayo inafuata. Huni mshike, endelea kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huni mshike, tuendelee kuangazia tulionayo hii leo. Na sasa miongoni mwa yale ambayo tunayo mezani ni kuelekea mchezo ambao unafuata wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Young Africans watakuwa wanakipiga dhidi ya FAR Rabat. Swali ni je, mashabiki wao wanazungumza nini kuelekea mchezo huo? Ni mchezo mgumu ambao tukiweza kushinda tu tayari tunakuwa tumefuzu moja kwa moja kuingia robo finali hata kwa goli 1-0. Lakini kama tutaweza kutoa sare ya bila basi itatulazimu mchezo wetu wa mwisho kupata ushindi wowote kuingia robo finali. Lakini kama tutapoteza basi tusipoteze kwa goli zisizozidi 1. Maana yake ikifika goli 2 tayari tunakuwa na advantage kubwa ya kutoka kama FAR Rabat tukishinda mchezo wao wa mwisho dhidi ya National Ahli. Mchezo huu tunautaka na mchezo huu lazima tuondoke na alama 3. Kutokana na timu yetu tunaiamini, tunao usajili wa kutosha. Kwa hiyo mchezo utakuwa mzuri, tutaondoka na alama 3 bila kipingamizi chochote. Nadhani mechi ya Zanzibar imeonekana. Mpira ambao tumecheza Zanzibar utaenda kuwa zaidi ya ule pale.
Nadhani Waarabu wenyewe walikuwa wanaomba maji muda wote. Yule alikuja Zanzibar nilimtandika nikachukua pointi 3. Naenda kwao Waarabuni nachukua pointi 3. Sijui naeleweka hapo. Na ndio maana wanakuambia sasa hivi mwana Yanga yote anatembea kifua mbele. Anavimba namna hiyo. Timbala kati generali duka buya oya usipime kwa mudati usipime kwa damaro mwanengo ni moto wa kuotea mbali jamani Yanga 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 tamu tamu Yanga Yanga tamu jamani Yanga. Naam, tuendelee kuangazia mengine ambayo tunayo mezani hii leo. Kuelekea mchezo wa Young Africans dhidi ya AS FAR Rabat Februari 7 nchini Morocco katika ligi ya mabingwa barani Afrika, baadhi ya wachambuzi wa soka nchini wametoa mitazamo yao juu ya nini kifanyike kuhakikisha wananchi wanaibuka na ushindi ugenini. Kwanza ni kuwaheshimu wapinzani wao na kujua ni ile ni miongoni mwa timu bora katika nchi ya Morocco, na hivyo wanapaswa kuingia kwa nidhamu na kucheza kwa kujilinda, wakati huo wakifanya mashambulizi na hasa kuepuka yale makosa ambayo yalionekana kwenye mchezo uliopita wakaruhusu goli. Kwa hiyo safari hii wanaenda kule wakisha wanatumia nafasi nyingi wanazozipata, kwa sababu Yanga kutengeneza nafasi kwao safari hii imeonekana sio tatizo, lakini kubwa kwao, changamoto yao kubwa ni kumalizia nafasi. Wanaweza wakapata nafasi 4 5 lakini wakafunga moja au asifunge kwenye mchezo mzima. Kwa hiyo hili nadhani kwenye safu ya ushambuliaji na viungo wanabidi wa kocha Pedro aongeze nguvu na umakini, awaambie namna gani wachezaji wake wanapaswa kutumia nafasi, kwa sababu AS FAR Rabat ni moja ya timu ambayo ina safu imara ya ulinzi. Imeruhusu goli moja tu mpaka sasa hizi, jumla na hili la Dar es Salaam la Zanzibar jumla ni magoli 2. Pale kwao ni timu ambayo hairuhusu sana magoli. FAR Rabat na Yanga wanapokutana, kama Yanga itapata ushindi wowote ule, halafu siku hiyo hiyo, kwa sababu kutakuwa na mchezo pia kati ya JS Kabylie na Al Ahly, kama JS Kabylie wakishindwa kufunga Al Ahly, yani wakatoa sare au wakafungwa, Yanga watakuwa moja kwa moja wameshafuzu hatua robo finali kabla hata ya mechi ya mwisho tutakayocheza dhidi ya JS Kabylie kwenye uwanja wa Amani Complex visiwani Zanzibar, Yanga ikiwa nyumbani. Lakini kinyume chake, kama FAR Rabat wanaifunga Yanga lakini kwa tofauti ya zaidi, kwa tofauti ya mabao 2 ama zaidi, yani 2-0, 3-1, 4-2, 5-3, 4-1, vyovyote lakini tofauti yaanzie mabao 2, basi siku hiyo hiyo FAR Rabat watakuwa wamefuzu hatua robo finali bila hata kujali mchezo wa mwisho utakao kwenda Misri kucheza na Al Ahly, na wala bila kujali matokeo ya mechi ya Yanga dhidi ya JS Kabylie. Wakati anaendelea, wachezaji wa zamani wa Young Africans wamepigilia msumali juu ya nini kifanyike ili kupata ushindi ugenini katika mchezo wao wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya AS FAR Rabat Jumamosi wiki hii. Nafikiri mpira wa saizi hauna cha ugenini wala nyumbani. Kama umejipanga vizuri hata ugenini unaweza ukashinda, na kama umejipanga vibaya ugenini au nyumbani unaweza ukafungwa popote. Kikubwa ni ushauri tu kwa wachezaji pengine wa Yanga, wasibweteke kwamba labda wametoa sare huku kule wanakoenda kucheza wanaweza kupata matokeo. Mpira wa kileo wa leo hii huwezi ukategemea kwamba hii timu naenda kupata matokeo. Sisi tumeangalia timu ambazo zinacheza, timu ambayo unajua kabisa leo inashinda inafungwa. Kwa hiyo mpira ni mchezo wa makosa, ukikosea tu unaadhibiwa. Nafikiri lazima waende na akili ya kujihami, naweza nikasema 100%, sababu kule ni ugenini. Ugenini mtu ambaye anacheza nyumbani anakuwa na advantage kubwa, sababu anajua kila kitu. Miundombinu yote anaijua ya nyumbani kwake, hata mazingira ya kwake anajua. Kwenye mpira sasa hivi nafikiri ni sayansi. Kwa hiyo wakienda vizuri, wakichanga karata zao wataweza kupata ushindi. Kikosi ni kizuri kwa sababu kimezingatia matakwa ya timu. Midfield wameongeza midfield, wameongeza striker ambapo ndio kuna mapungufu. Na ukiona Yanga ikiwa inacheza, unaona inacheza kitimu kabisa. Kwa hiyo tuna matumaini watafanya vizuri. Hatukutegemea mpira waliocheza na Al Ahly kama watacheza kiasi kile. Kwa hiyo wametupa hata matumaini sisi washabiki na wapenzi. Tuna matumaini naweza ukasogea hatua nyingine. Naam, tuzungumze sasa na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Nkini kuweza kusikia kutoka kwake mtazamo wake kuhusiana na kizingiti
ambacho Young Africans anacho. Karibu tena. Asante. Hebu tuangalie kundi la Young Africans lilivyo na historia inavyoonyesha mechi zake za ugenini. Pengine mjadala wetu utakuwa mzuri sana tukianzia hapa. Mpaka sasa kwenye kundi Young Africans yuko nafasi ya pili akiwa na alama 5, kinara ni Al Ahly ana alama 8. AS FAR nafasi ya 3 alama 5 pia wanalingana, lakini JS Kabylie yuko nafasi ya mwisho akiwa na alama 2. Hapa ni kundi linavyoonekana. Tuangalie performance ya Young Africans kwenye mechi za ugenini kutokana na picha ya kundi linavyoonekana, then tutaona nini kinapaswa kujadiliwa ama kuwa mjadala mkubwa kwenye hatima ya Young Africans kuelekea kwenye hatua ambayo inafuata. Kwa kundi lilivyo, ni ngumu ama ni rahisi kiasi gani kwa Young Africans kwenye mchezo wake unaofuata kushinda ama kufanya vyema kwenda kwenye hatua inayofuata? Yanga kwanza alishaonyesha huko nyuma ya kwamba ana uwezo wa kucheza nyumbani, ana uwezo wa kucheza ugenini. Kwa kwenye nature ya kundi, kumweka nyumbani au ugenini ni kitu ambacho saa nyingine unaweza ukakubali afu ukakataa. Lakini kwenye uhalisia ni kwamba ni mechi ambayo ina maamuzi kwa timu zote mbili. Yaani wanaenda kukutana wakiwa kila mmoja na maamuzi yake ya kupata nafasi ya kufuzu, kwa sababu ndio kama ilivyo Yanga akishinda ina maana nafasi ya kufuzu inakuwa mkononi mwake. Lakini akipoteza na pia anakuwa kama atapoteza kwa idadi ile ya mabao kama alivyoshinda hapa, ile head to head, ina maana anakuwa analingana. Akipoteza kwa goli 1-0, ina maana akipoteza kwa goli 2-0, ina maana FAR Rabat atakuwa ameenda, Yanga atakuwa amebaki kwa sababu ya ile head to head ambao wamekutana, kwa sababu hata kama Yanga akija kushinda mechi yake ya mwisho watakuja kulingana kwenye pointi, alafu mwisho wa siku ina maana FAR Rabat atapata ile faida ya ile head to head walivyokutana. Lakini kama Yanga akifanikiwa kupoteza kwa goli 1-0 kule, ina maana hapa na alishinda 1-0, wana nafasi wote ya kwenda kuamua kwenye mechi ya mwisho, mechi zao za mwisho za kundi. Kwa hiyo kikubwa kwa Yanga unaweza ukasema aende akiwa anaamini ya kwamba anacheza ugenini, at least apate sare, alafu aende akatafute maamuzi kwenye mechi ya mwisho. Akishindwa kupata sare, basi apate ushindi. Hicho ndio kitu pekee ambacho Yanga anaweza kukishikilia sasa hivi kwenye mechi yake inayofuata. Na kwenye ubora ambao wameonyesha wachezaji wake kuanzia mechi ya kwanza mpaka hapa walipofika, wachezaji ambao wameongeza wachezaji 6 nafikiri, mimi naamini ya kwamba Yanga ana kikosi bora zaidi kuliko FAR Rabat. Hizi ni mechi za ugenini za Young Africans kwa namna ambavyo alizicheza dhidi ya Al Ahly 2-0, dhidi ya JS Kabylie sare tasa, dhidi ya Silver Strikers 1-0, dhidi ya Wydad 3-0, na hizi ni current za hivi karibuni. Mechi hizi zinatupa picha gani kuelekea kwenye mchezo dhidi ya AS FAR weekend hii? Ana sare, amepoteza, alafu ameshinda. Kwa hiyo mechi iliyobaki hapo ambayo ina maamuzi mkononi mwake ni hiyo mechi ya 5 ambayo ataenda kucheza sasa ugenini kwa msimu huu. Ambacho anachotakiwa kufanya yeye ni kuendeleza kama alivyofanya dhidi ya Wydad, ya kwamba alishinda kwa goli 3, au basi akapate kama alivyofanya kwa JS Kabylie ya 0-0 ambao faida itakuwa kwake. Lakini matokeo kama ya Ahly na Silver Strikers hayawezi kuwafanya wakafuzu. Kile kikubwa watakachokuwa wamekifanya mpaka sasa hivi kwenye michuano ya kimataifa itakuwa imeishia hapo. Kwenye hizi takwimu hauwezi kumuondoa Yanga kwa sababu anacheza ugenini. Kwenye takwimu hizi bado unaamini ya kwamba anaweza kufanya kitu kikubwa zaidi kwenye huo mchezo unaofuata. Hem, tugeukie shirikisho kidogo tuone nini hatima ya wawili waliosalia. Maana Simba mambo ni magumu, anakamilisha ratiba, lakini inaweza kuwa na faida kwake kwa sababu kila nafasi unaomaliza kuna mzigo na unakuwa tofauti, si ndio? Nafasi ya 3 na nafasi ya 4 $700 ambayo ni kitu kama bilioni 1.6.7 hivi, ambao sio hela ndogo sana. Hem, tuangalie ratiba ilivyo kwenye kombe la shirikisho ambako tuna timu 2 kutoka Tanzania ambazo zinashiriki michuano hiyo. Weekend hii kama ambavyo naona Februari 7, Azam FC kwa mzigoni dhidi ya Union Manyema Union na saa 1 kamili usiku. Soto pia atakuwa mzigoni dhidi ya Stellenbosch na mechi itakuwa ni Februari 8 saa 10 kamili jioni. Nairobi United pia naye atakuwa mzigoni dhidi ya Wydad Athletic Club saa 1 kamili usiku, wakati Singida atakuwa visiwani Zanzibar Februari 8 saa 1 kamili usiku dhidi ya Silverstone. Mechi hizi ipi kubwa katika zote, hasa kwenye upande wetu wa Afrika Mashariki na wale wanaowakilisha? Mafanikio ya Azam kwenye mechi 2 dhidi ya Nairobi huwezi kuiondoa hiyo mechi ukasema kwamba ni mechi ambayo haifuatiliwi, kwa sababu ushindi kwa Azam kwenye hiyo mechi unaweka kwenye resi pia ya kufuzu, kwa sababu kama watashinda mechi inayofuata ina maana wanaweza wakawa na nafasi hiyo ya kufuzu. Lakini pia bado watu watahitaji kusubiria kuangalia sana mechi ya Singida. Sasa kabla tujagusia Singida, tutarudi kwao, tuangalie kundi la Azam FC kina Gaubaga kuelekea mechi ya Februari 7. Watakuwa nakipiga dhidi ya Manyema Union. Kwenye msimamo wa kundi wana alama 6. Nafasi ya 3. Wameshinda mechi 2 mfululizo. Hiyo inaitwa iende irudi. Wameenda Nairobi wameokota, wamekuja Zanzibar wameokota. Juu yao kuna Manyema Union na 9, Wydad na 9. Hatima ya Azam FC kwenye kundi hili na hesabu zake zikae vipi
ili tumuone robo finali? Kinachomsaidia Azam ni kwamba anayecheza naye yuko nafasi ya kwanza. Kwa hiyo ukipata ushindi na maana unafikisha idadi ya pointi ambazo yeye anazo. Lakini unatakiwa kupata ushindi gani? Ni kama vile kwa maana anacheza na Manyema. Anacheza na Manyema ambao yuko nafasi ya pili, ambao naye ana nafasi ya kufuzu. Kwa hiyo hili kundi unavyoliona ni kwamba wanapokwenda kwenye hizi mechi zinazofuata za weekend inayofuata, kama Azam ataharibu hesabu za Manyema, ina maana wataenda mpaka kwenye mechi ya mwisho kujua nani amefuzu kwenye ile kundi. Lakini kama Azam akipoteza au hata akipoteza kwenye hii mechi, na maana atakuwa ameshawaachia wawili wamefuzu, kwa sababu unaiona mechi ya Nairobi na Wydad kama vile ni mechi ya upande mmoja zaidi. Kwa nafikiri kikubwa kwake ni kuhakikisha kwamba ili kundi wanaenda kupambana mpaka siku ya mwisho, apate ushindi ili awe na resi ya kufuzu. Lakini kitu ambacho watu wengi wanatakiwa kuelewa, kwa Azam sidhani kama kuna mtu anaweza akawa dai chochote. Hii ni mara ya kwanza wanashiriki, wamekuja kufanya kitu kikubwa zaidi, kukusanya hizo pointi 6. Huku Afrika kuna watu wanazitafuta misimu 4 au 5 na hawazipati. Na nadhani ndio alama zao za kwanza Azam FC kwenye michuano ya CAF yote. Yaani ndio wanafika hatua ya makundi kwa mara ya kwanza na wanakusanya idadi hiyo ya pointi. Shukrani sana Nkini. Tupata saa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na hatima ya timu za Tanzania kwenye michuano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Tumegusia shirikisho, tumegusia Azam FC. Tugeukie upande wa pili sasa kuelekea mchezo wake dhidi ya CR Belouizdad utakaochezwa Februari 8 kwenye kombe la shirikisho Afrika. Timu ya Singida Black Stars imeendelea na mazoezi yake katika uwanja wa Mau the Town visiwani Zanzibar, ikiwa na kikosi chake chote kamili. Katika mazoezi hayo, ari na morali ya wachezaji zinaonekana kuwa juu licha ya kupoteza mchezo uliopita dhidi ya Sotoho ya Kongo. Singida Black Stars ina alama 3 zilizovuna kwenye mchezo wake wa nyumbani dhidi ya Sotoho, na kama itashinda mechi zake 2 za mwisho itafikisha alama 9 na kuangalia uwezekano wa kutinga hatua ya robo finali kombe la shirikisho barani Afrika kwa mara ya kwanza. Baada ya kulitazama hilo sasa, katika hatua nyingine, afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza amesema wana kila sababu ya kuchukua alama 3 nyumbani kama walivyofanya dhidi ya Sotoho, na hii ni kufufua matumaini ya kucheza hatua ya robo finali kwenye michuano hiyo msimu huu. Black Stars kimeshawasili hapa Zanzibar na tumeanza rasmi ndio program ya mazoezi ya kujiandaa na mchezo kuelekea mchezo wetu dhidi ya CR Belouizdad ambao tutacheza siku ya Jumapili katika uwanja wa New Aman majira ya saa 1 kamili za jioni. Ni mechi ya maamuzi kwetu kwa sababu ndio mchezo wa mwisho ambao tunacheza kwenye uwanja wa nyumbani hapa Tanzania. Kwa mechi ambayo inaenda kuamua hatima yetu kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho hatua ya makundi. Tukipata matokeo mazuri tunafufua matumaini ya kwenda hatua ya robo finali. Hatua ambayo tunaitamani kwa kweli kwa sababu inaenda kutupatia historia mpya ya klabu yetu. Hivyo ndivyo ambavyo tumekamilisha nusu saa ya kwanza ya mshike mshike hii leo. Bado tuna nusu saa nyingine ya pili kuangazia yale ambayo tunayo mezani kupitia mshike mshike. Lakini je, nini ambacho tutakuja kukujuza kwenye mshike mshike sehemu ya pili? Miongoni mwa wale ambao tutakuja kukujuza kwenye nusu saa ya pili ya mshike mshike ni pamoja na haya. Kikosi cha Azam FC kimeendelea na mazoezi yake Zanzibar kujiandaa na mchezo wake wa kombe la shirikisho Afrika dhidi ya AS Manyema Union. Na ligi kuu NBC imeendelea hii leo, Fountain Gate ikitoshana nguvu na Namungo FC. Huu ni mshike mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Tuende break kidogo, tutarejea kwa ajili ya kukamilisha nusu saa ya pili. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike mshike, tuendelee kuangazia yale ambayo tunayo mezani kwenye nusu saa ya pili. Matajiri wa jiji wa Dar es Salaam Azam FC wameendelea na mazoezi ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mchezo wao dhidi ya AS Manyema utakaochezwa Februari 7 katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Azam FC inakwenda kwenye mchezo huo ikiwa imechagizwa na ushindi wa michezo 2 mfululizo dhidi ya Nairobi United, na alama 3 za mchezo huo zitaifanya timu hiyo kufikisha alama 9 kwenye kundi lake. Mazoezi hayo yaliyofanyika kwenye viwanja vya Amani visiwani humo yamesimamiwa na kocha mkuu Florai Benge akiwa na kikosi chake kamili kinachotarajiwa kuikabili AS Manyema mwishoni mwa juma. Wakati hayo yakiendelea, wakati huo pia afisa habari wa kikosi hicho Hashim Ibwe amewatoa shaka mashabiki wa timu hiyo kuelekea mchezo wao wa Jumamosi, kwani wamejipanga vizuri na kikosi kipo tayari kuwapa furaha walioizoea. Kwanza ni timu nzuri Nairobi bila kuwachukulia kawaida, lakini wakati ratiba imetoka kama club tulikuwa tumepiga hesabu kwamba
Nairobi sio timu ambayo ina uzoefu sana, kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambazo tungezifanyia homework ya kukunja alama zote 6, na tunashukuru Mungu kwamba tulichukua alama zote 6 kwao. Kwa hiyo ushindi dhidi ya Nairobi ni kitu kizuri, kwanza kuiona timu yetu imesecure alama 6 kwa mara ya kwanza kwenye group stage, na tumelikamilisha hilo kwa kishindo. Bad luck, tulicheza vizuri dhidi ya Maniema kwenye mchezo wa kwanza na haikuwa bahati kwetu, manake mwisho wa siku ni wao walibaki na alama 3. So this time around wanakuja Maniema, tutacheza nao. Morali yetu imekuwa juu sana baada ya kukunja hizi alama 2 mfululizo, alama 6 kwenye michezo 2 mfululizo ambazo zimetuweka kwenye hii ramani ambayo tuko hapa leo. Wachezaji wetu wako determined sana. Nimesikia baadhi wakizungumza kwenye mazoezi kwamba wanawadai Maniema. Wanadai Maniema wana kitu chao ambacho wamebaki nacho na wao wanataka kukichukua. Na kama club mkifanya vizuri kwenye huo mchezo tukachukua alama 3 hizo, tutakuwa na alama 9. Itakuwa ni historia nyingine kwenye klabu yetu kwamba tulicheza kwa mara ya kwanza tukakunja alama 9, lakini itatutengenezea pia mzuka zaidi wa kwenda kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Wydad. Wakati hayo yanaendelea, nao mashabiki wa Azam FC wao wanaamini kuwa kikosi chao kitafanya vizuri katika mchezo ujao dhidi ya AS Manyema Union katika kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao utapigwa katika dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar Februari 7 mwaka huu. Naamini ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu sana, mchezo ambao kwa sio rahisi kama watu wanavyodhani, ila tu naomba kwa kocha wangu Ibenge aingie kwenye mapambano mazuri, kwa sababu mchezo tunauhitaji kwa nguvu nyingi na ni muhimu kwetu sana. Tunaomba aingie kwa nguvu zote, angalie kikosi kilichokuwa sahihi ili tuweze kupambania huo mchezo, kwetu tunauhitaji sana. Mimi nina imani na kikosi, wachezaji wanajua na ratiba yote wanaijua na morali wanayo, na ndio maana mechi hii ya Manyema tunasema tunaanzia tulipoishia. Tunaamini kabisa kutokana na ubora wa klabu yetu itafanya vizuri na utakuwa ni mchezo mzuri, na tuna hakika tutakwenda kuonyesha burudani iliyotukuka, burudani iliyo safi. Na Azam FC imekuwa ni kawaida yake kutoa burudani ambayo watu wamekuwa kiridhika sana na burudani ambayo tunaitoa. Kwanza kabisa na imani na timu yangu na imani kubwa sana, ushindi tunao na tunaendelea kutamba nao. Nafikiri hata siku moja hatuwezi kurudi nyuma. Na imani na viongozi wangu na imani na wachezaji wangu. Na pointi 6 saizi, ili uweze qualify lazima upate pointi zingine 3 ziwe 9. Usema una nguvu. Sasa ili tuweze kuwa na nguvu zaidi kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya Wydad, huu mchezo ni lazima tutilie nguvu kubwa tushinde. Kushinda tutashinda. Na wengi wanamzungumza kocha wetu, wanamuogopa kama alivyo na sifa zake. Kwa hiyo tutahakisha sisi tulioko nyuma tutaendelea kuipa company timu yetu, tutashangilia nao wawe juu. Ninajua vijana wako moto. Endelea kutazama Mshike Mshike. Tuna break, tutarejea, usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kukujuza yale ambayo tunayo mezani kwenye uga wa michezo na burudani. Hii leo ni kujuza hapo muda mchache uliopita kuhusiana na Azam FC ambayo ipo katika kampeni ya kufanya vizuri na ikiwezekana kutinga hatua ya robo finali kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu. Na hivi sasa wamepata ushindi kwenye michezo 2 mfululizo dhidi ya Nairobi United, wakipata ushindi Nairobi na visiwani Zanzibar. Sasa kampeni kubwa ni kuelekea mchezo unaofuata. Studio niko na ujumbe kutoka Azam FC ambao unaongozwa na meneja wa masoko wa timu ya Ayub Shelukindo, ambaye pia ameongozana na wadau wengine kuzindua hamasa hii. Azam FC Jumamosi ya wiki hii itacheza dhidi ya AS Manyema, mchezo wa hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa miongoni mwa maeneo ambayo yamekuwa na mjadala mkubwa na watu wengi wanatamani kufahamu, kwanza ni hamasa hii ambayo imezinduliwa hivi sasa kuelekea weekend hii. Ina maana gani? Kama kawaida nipo na Shelukindo hapa, lakini pia Kumbi la Moto ni miongoni mwa mashabiki ama tunasema wanazi wa Azam FC. Karibuni sana. Asante. Mambo yanaenda? Wanasema kipato huleta majivuno. Sasa hivi mashabiki wa Azam FC meno 32. Kwa mara ya kwanza mmeokota alama 6 kwenye michuano ya CAF. Si mbaya sana. Pengine nianze na Shelukindo. Ni kwa nini mmeamua kuja na kampeni hizi kuelekea weekend hii? Mikakati ni mizito, sio? Kikubwa zaidi ni kwamba sisi Azam FC sasa hivi tunafanya vizuri. Katika grupu yetu bado tuna nia ya kuvuka robo finali. Kwa hiyo sisi kama idara ya masoko kwa kushirikiana na uongozi wa mashabiki tumeamua kuja kuzindua hamasa hii kwa sababu sasa hivi ukitaka kuifahamisha dunia nenda Azam TV. Kwa sababu Azam TV inaonekana dunia nzima.
Kwa hiyo tumeamua kuja kuzindua hamasa hii kuelekea mechi yetu ya Jumamosi, kuwafahamisha Watanzania na mashabiki wa Azam FC kwamba twende tukaisapoti timu yetu siku ya Jumamosi kuhakikisha kwamba tunachukua pointi 3 kwa AFC Manyema. Kwanza hapo zaidi kutakuwa na safari ya kutoka Tanzania bara kwenda Zanzibar mashabiki ambao watakuja kuielezea katibu wa mashabiki hapa. Kikubwa zaidi ni wale wadhamini wetu wamenunua zile tiketi zote za mechi. Kwa hiyo niwafahamishe sasa mashabiki wa Azam FC kwamba ni wao tu sasa kutumia fursa hii kwenda kuisapoti timu yao. Kwa ni wewe na miguu yako tu. Niwe na miguu yako. Tiketi zishanunuliwa na wadhamini wetu. Kwa hiyo sisi kama idara ya masoko tukaseti vituo vitatu vya kusambaza tiketi hizo pale Zanzibar, ambao kituo cha kwanza kitakuwa pale Michenzani Mall, floor ya pili pale tuna wakala wa Azam Ice Cream. Ukifika floor ya pili pale utapata tiketi yako ya mechi. Kwenda kupiga ice cream kidogo. Sawa sawa. Kwa hiyo kituo cha pili kitakuwa pale Azam Marine pale, ofisi za Azam Marine bandarini pale unapokata tiketi za Kilimanjaro Fast Ferries. Alafu kituo cha tatu kitakuwa pale uwanjani pale New Amani Complex. Kuna wakala wa Azam TV pale opposite na Gate B pale. Vile vile tutafanya ile fagia njia siku ya Ijumaa. Kwa hiyo katika fagia njia ile tutazunguka Zanzibar nzima na pia tutakuwa tunasambaza tiketi hizo kwa wadau mbalimbali. Vile vile pia tumekuja na mpango wa ile tunasema ni fans university tour. Kwa hiyo tutafanya tour katika vyuo vikuu vya Zanzibar kuhakikisha kwamba tunawafikia mashabiki wetu na kuwaalika wahudhurie siku ya mechi ya bana. Sherukindo hapa nikikwata utapiga mpaka kesho. Katibu wa mashabiki, mipango iko vipi kuhakikisha kwa sababu kwa kiasi kikubwa Sherukindo amegusia Zanzibar na vituo vilivyo. Kuna mashabiki pia kutoka bara, mashabiki kutoka Mbande wanatamani kujua utaratibu ulivyo. Utaratibu wa safari ya mashabiki kwenda kule visiwani Zanzibar utakuwa ni siku ya Jumamosi saa 3 asubuhi. Ni namna gani unaweza kujumuika na sisi kwenye safari hiyo? Kutokana na muda nitaje namba zangu za simu. 0718863362. Mashabiki wote Tanzania nzima wapige namba hiyo waweze kupata taratibu ni namna gani tunaweza kusaidiana kufika kule. Lengo tufike kwa wingi zaidi, tuhakikishe hii ni fainali kwetu. Ili uweze kumwombea mtu mabaya lazima ufanye vizuri. Sisi hesabu zetu zinakuja endapo tukifanya vizuri mechi hii, ukimwombea mwenzako mabaya basi na sisi tuna hesabu zetu zitakaa vizuri. Kwa hiyo tufike kwa wingi mashabiki wote Tanzania nzima. Kama hivyo tiketi zote zimeshanunuliwa, tujitokeze kwa wingi tukasupport timu yetu. Lazima tukaweke historia pamoja. Sio? Bila moto. Mashabiki ni wengi na kwenda uwanjani ni moja, lakini kuhanikiza timu yako ishinde ni shughuli nyingine. Maandalizi yako vipi na mipango yenu ikoje kama mashabiki? Asante kwa swali zuri na bahati nzuri nishukuru na kuipongeza management ya Azam kwa namna inavyoendesha klabu, na nilibahatika mechi ya Nairobi nilikuwepo pale uwanja wa Nyayo na nimeona namna timu inavyocheza kwa ushirikiano. Kwa hiyo nina matumaini makubwa sana kwamba Azam Jumamosi inaenda kututoa kimasomaso wa Tanzania, na ukizingatia kwamba soka la Tanzania limekuwa sana. Ukiangalia namna Rais Samia alivyowekeza, Dr. Mwinyi alivyowekeza Zanzibar ukiona vile viwanja. Kwa hiyo tunaenda kuwatoa kimasomaso siku ya Jumamosi. Kubwa zaidi ni kocha wetu Tuijenge ni namna gani atapambana kuhakikisha Fuadi kule mbele zinashirikiana vizuri. Kwa sababu tuliona game ya Nairobi tungeshinda zaidi ya goli 4. Lakini hii mechi ya juzi umeona zaidi ya goli 3 zilikuwa za wazi kabisa. Kwa hiyo matumaini ya ushindi siku ya Jumamosi ni makubwa, na Azam sio timu ya maneno, ni timu ya vitendo. Azam sio maneno, ni vitendo. Tunatamani kuona yanaanzia hapa kwenu. Mimi natamani nione siku hiyo taste itakuwaje. Naona kipaza kipo hapo, sauti ipo ya kutosha, studio yetu ina soundproof, ni wewe tukaze ni kwako. Azamu popote la kanyaga, Azamu popote la kanyaga, Azamu popote la kanyaga, Azamu popote la kanyaga, Azamu naipenda, usifikiri utani, ingekuwa ebenoro, Bwana, mna saa kama 48 za kuendelea kutengeneza makoo, tusimalize shughuli ikawa ngumu tena siku ya Jumapili wikendi hii, mambo yatakavyokuwa pale New Amani Complex visiwani Zanzibar. Niwashukuru sana Sherukindo, Kumbila Moto na wengine. Bila shaka tutapata wasaa mwingine wa kukutana huko mbele, na ikimpendeza Mwenyezi Mungu tutakutana pia visiwani Zanzibar, au sio? Shukrani sana. Naam, ni mashabiki wa Azam FC nilikuwa nikizungumza nao kuhusiana na mipango yao ilivyo, lakini pia management ya mashabiki kwa upande wa Sherukindo
ambaye ni mtaalamu wa masuala ya masoko na pia engagement ya mashabiki kuweza kujua maandalizi yakoje kuelekea mchezo wa wikendi, na wametugusia maeneo ambayo tiketi zitakuwa zinapatikana: Azam Fast Ferry kule Zanzibar, lakini pia Michenzani Mall floor ya pili pamoja na New Amani Complex. Tiketi zitakuwa zinapatikana bure. Tugeukie mengine tunayo mezani hii leo. Wakati Tanzania ikiwa kwenye maandalizi kabambe ya kuandaa mashindano ya soka kwa mataifa ya Afrika yani AFCON 2027, mkoa wa Arusha kwa upande wake umeanza kuchukua hatua za kimkakati, ikiwemo uandaaji wa kamati 7 za kuratibu na kufanikisha maandalizi hayo ya AFCON 2027. AFCON hiyo itafanyika kwa ushirikiano kati ya Tanzania, Kenya na Uganda, na kwa hapa nchini jijini Arusha ama jiji la Arusha ni miongoni mwa maeneo ambayo viwanja vyake vitatumika. Ramadhani Vungi amezungumza kupitia mahojiano maalumu na mkuu wa mkoa huo CPA Amos Makala. Yapo maandalizi yaliyoanza kwa muda mrefu, ikiwemo ujenzi wa uwanja wa kisasa wa michezo hapa Arusha zaidi ya bilioni 320, uwanja wa kisasa category 4 wa CAF ambao utakuwa na watazamaji 32,000 na facilities nyingi sana ya kuthibitisha kwamba ni uwanja wa kisasa. Kwa hiyo mambo haya yalishaanza, lakini pia kuna maandalizi ya kupeleka huduma muhimu ikiwemo umeme, maji, mawasiliano ya simu katika maeneo hayo. Lakini hapo maandalizi ya ujenzi wa viwanja vya michezo kwa timu zote zitakapokuwepo hapa, lakini maandalizi ya ujenzi wa miundombinu ya barabara kuhakikisha kwamba tuna barabara nzuri za kufika katika uwanja huo. Kwa hiyo na maandalizi ya kuhakikisha kwamba mkusanyiko mkubwa wa watu unakuwa na uhakika wa afya za watazamaji, timu zitakazokuja na wananchi wa mkoa wa Arusha. Na ndio maana tumeweza kupitia serikali na hospitali ya kanisa Asiliani kuwa na makubaliano na kwamba taasisi ya Jakaya Kikwete, taasisi ya moyo, imeweza kuja hapa Arusha na itakuwa ni kituo chao cha 6 hapa Tanzania kwa ajili ya kutoa matibabu ya moyo. Tunafahamu pia kwamba kuna swala la uundaji wa kamati ambazo umeziunda wewe mwenyewe. Ni kamati ngapi na zitakuwa hasa zikitekeleza majukumu yake katika maeneo gani na gani? Tunaunda kamati 7. Kamati ya kwanza lazima kuhakikisha pana ulinzi na usalama. Kutakuwa na kamati ya itifaki na mapokezi, kuelewa watu na hadhi zao, wanastahili wapi na kukaa wapi na nini. Kamati hii inaweza ikafanya hiyo kazi. Tunayo kamati ya habari, mawasiliano na hamasa, lakini pia na mambo mazima ya branding katika habari. Lakini kutakuwa na kamati ya afya na mazingira, kuhakikishia watu afya zao, lakini pia mazingira, kwa maana ya kuhakikisha tunakuwa na jiji lilo safi, bustani, kupendezesha jiji letu, mazingira rafiki na nadhifu. Tutakuwa na kamati ya malazi, lakini pia tutakuwa na kamati ya miundombinu na usafirishaji, lakini tutakuwa na kamati ya utalii na utamaduni na hospitality kwa ujumla. Lakini nini ambacho unataka Arusha iache alama katika AFCON ya Tanzania Afrika Mashariki 2027? Nataka AFCON itakaoacha fedha katika mifuko ya watu, itakaoacha furaha ya kutengeneza biashara, itakaoacha amani na utulivu katika mkoa wa Arusha, itakaoacha image kwamba Tanzania ni nchi salama na watu waje wacheze, ifanyike na waondoke. Lakini pia ni matarajio yangu ni AFCON ambayo kupitia CAF kwa usimamizi wake haitokuwa na manunguniko kwa timu zozote, kwa waamuzi, kwa waandaaji na kila kitu. Wakati hayo yakiendelea, timu ya Fountain Gate imelazimishwa sare ya goli 1-1 na Namungo FC kwenye mchezo uliochezwa leo katika dimba la Tanzanite Kwaraa katika mchezo huo wa Ligi Kuu NBC Tanzania Bara. Magoli ya mchezo huo yamefungwa na Kasim Haruna aliyeitanguliza Fountain Gate dakika 44 kipindi cha kwanza na kuwafanya wenyeji hao kwenda mapumziko wakiwa kifua mbele. Dakika 69, mshambuliaji wa Namungo Fabrice Ngoi Wangoi aliwasawazishia wauaji wa Kusini na kufikisha magoli 6 katika orodha ya wafungaji, ikiwa ni sambamba na nyota wa JKT Tanzania
Saleh Karabaka. Helen Kawiche kutoka Manyara alikuwepo na alishuhudia mchezo huo. Mchezo nambari 109 umetamatika hapa kunako dimba la Tanzanite kwa raha, kwa wenyeji Fountain Gate FC wakilazimishwa sare dhidi ya Namungo Football Club kunako ligi kuu soka NBC Tanzania bara, na hawa ni makocha wa timu zote. Tulilazimishwa kufanya kosa na hilo ndilo tulilogundua toka mwanzo, kama ni wazuri, wapinzani wetu ni wazuri kwenye transition, kwa hiyo walifanikiwa na wakasawazisha goli. Timu ambayo unaiona kabisa inacheza kitimu, kwa kweli pointi moja tuliyopata leo imetubusu sisi katika malengo yetu. Naamini kwamba mechi inayokuja tutafanya vizuri zaidi. Japokuwa katika mchezo wa leo kuna vitu ambavyo vimeonekana. First half hatukucheza vizuri sana, wenzetu walidominate mpira kwa muda mrefu, lakini second half tuliporudi na sisi tunaona tulidominate mpira vizuri na tukapata goli la kusawazisha. Kwa hiyo naamini kuna kitu ambacho tumekipata. Hivyo ndivyo dakika 90 ambavyo zinatamatika hapa kunako dimba hili la Tanzanite kwa raha. Katika msimamo wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara hivi sasa Fountain Gate FC yuko na alama 12, huku Namungo Football Club wao wakiwa na alama 19 kunako msimamo wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara. Kutoka hapa dimba la Tanzanite kwa raha, mimi ni Helen Kawiche wa Azam Sports. Wakati akiendelea, kikosi cha Pamba Jiji FC kimesema yaliyopita kwenye michezo ya ugenini si ndwele na sasa wanaganga yajayo, na hii ni kuhusiana na kile ambacho kilitokea kwenye michezo iliyopita, na sasa wanafikiria kuelekea mchezo ujao wa CCM Kirumba, ambapo miongoni mwa michezo ambao watacheza ni pamoja na mchezo dhidi ya Coastal Union unaotarajiwa kuchezwa siku ya Ijumaa jijini Mwanza. Akizungumza na Azam Sports, kocha mkuu wa klabu hiyo Francis Baraza amesema kikosi kipo timamu licha ya kuendelea kufanyia kazi makosa yaliyogharimu kwenye michezo iliyotangulia, akikazia kwenye maboresho ya safu ya ushambuliaji pamoja na ulinzi. Taarifa kamili na Innocent Alois kutoka Mwanza. Baada ya safari ndefu na matokeo hasi ugenini, leo tumeingia uwanja wa mazoezi. Wana TP Lindanda wamerejea tena nyumbani CCM Kirumba. Though hakuna kitu kikubwa ambacho tutafanya, ni ile kutoa uchovu na kuweza kuangalia zile knock kidogo kidogo za wachezaji wawili watatu ziko vipi. Ni Pamba Jiji FC na haya ni mazoezi ya kurekebisha makosa. Mazoezi yanaendelea vizuri. Tukiangalia mechi za awali za hatujaweza kuperform vizuri, lakini tunaania huu mchezo wa nyumbani tuweze kupata point 3. So ni kubalance, kuweza kuona kuwa defense na kuwa imara na pia striking force na kuwa imara, ndio tuweze kuona kuwa timu inakuwa balance. Then najaribu kuambia vijana wangu wasiwe na ile pressure. Hii ni kuelekea mchezo dhidi ya Coastal Union kutoka Tanga kunani. Nafikiri mchezo utakuwa mapema saa 8. So ni ile waje wazidi kuja kwa wingi, wapatie timu yao ile motisha na uwepo wao. In fact wakiwa watakuja kwa wingi itatupatia kazi na kuwa rahisi kwao. Kinachotupa advantage kwanza ni uwanja wa nyumbani. Mashabiki wetu wanavyokuja kutushabikia inatupa motisha sana. Wake kila mchezaji anaona matokeo ni mabovu, so tunazidi kujitia morali ili tuweze tukapata matokeo mazuri. Mwalimu Francis Baraza anasema morali inajengeka. Lakini nafurahia wote, they are happy. Mchezaji wanavyotrain waona kila mtu ana hiyo katika ile morali yake, unaona ya maybe kupata hiyo chance pia acheze. Wana Mwanza wote mimi nawasihi kwanza waweze kufika uwanjani. Maana tuliwakosea zile mechi zilizopita, lakini hii za nyumbani zilioko hizi tutaweza kuwafurahisha, wazidi kuwa nasi pamoja. Innocent Alois, Azam Sports Mwanza. Na mashabiki wa timu ya Mtibwa Sugar mjini Morogoro wameeleza kufurahishwa na mwenendo wa timu hiyo katika mchezo yake ya ligi kuu ya NBC. Kwa sasa iko katika kiwango bora. Timu hiyo, ni kukumbusha, imerejesha radha ambayo waliitamani mashabiki hao kwa muda mrefu, kama ambavyo wamezungumza nasi. Timu yangu ya Mtibwa Sugar kutokea mkoa wa Morogoro kwa hivi sasa kwanza wanatufurahisha sana, kwa sababu tunajitahidi timu yetu kupata matokeo. Kama mechi ya mwisho tulivyocheza na Tanzania Prisons tumepata matokeo mazuri ya kushinda 2-1, na cha kufurahi zaidi kwamba kuna vijana kutoka Morogoro mtaani kwetu kabisa kama Evans Kipunye anapata nafasi na anacheza na anaonyesha kiwango kikubwa. Tunaiombea timu yetu iendelee kupambana hivi inavyopambana, ili tuendelee kubaki kwenye ligi na tuoneshe ushindani mkubwa sana kwenye ligi yetu. Kiuhalisia Mtibwa ni kwa sasa hivi ni timu ambayo imerudi vizuri na inafanya vizuri, na kila mtu anaona kipi kinafanyika ndani ya Mtibwa.
Nadhani kuna mechi walizicheza ya mwisho na nini na timu gani hapo, wakashinda 2-0. Tanzania Prison wakashinda 2-0. Simba wametoa sare. Kwa hiyo ni timu ambayo iko vizuri sasa hivi. Tunajivunia watu wa Morogoro kwa sababu Mtibwa ni timu ya nyumbani. Kwa hiyo pongezi kwao, na binafsi nawaombea wazidi kufika mbali na Mungu awasaidie. Kwa mimi, kwa kuzungumzia timu ya Mtibwa kwa sasa hivi ipo vizuri kwa raundi ya kwanza. Tunaangalia na mechi ambazo zinaendelea, lakini mechi ya Tanzania Prison wamecheza vizuri, wamejitahidi, wameleta usajili hapo ni mzuri kwa kuingiza vijana wenye changamoto, na washauri waendelee kuwachukua watoto wa under 20 kuwapandisha, wasiendelee kusajili watu mbalimbali kutoka nchi za nje, kati timu bado ina uwezo na uzalishaji wa wachezaji ni mwingi sana kuliko timu zote. Kwa kikosi cha Mtibwa safari hii, usajili waliofanya na hakika itafika mbali, na hata kwenye top 4 itafika. Warekebishe tu makosa ambayo wanayafanya, waboreshe zaidi. Naam, tukiukia pool table sasa, ambapo timu ya wanaume ya Tanzania imeendeleza ubabe katika mashindano ya Pool Africa All Africa Pool Association kwa kuifunga Kenya frame 13-12, mchezo ambao ulikuwa mkali na wenye ushindani mzito. Katika mchezo wao wa kwanza jana usiku, timu ya wanaume ya Tanzania pia ilifunga Botswana frame 18-7. Kenya kiuhalisia, watu wasichokifahamu, Kenya na Tanzania ni derby. Kwa maana tunajuana, obvious, kila mtu anaelewa ikikutana kwenye gemu watu ambao mnafahamiana nini kinatokea. Ndio maana gemu ilionekana kuwa ngumu mwanzoni, lakini mwishoni tukajitahidi kujirekebisha makosa yetu, ndio maana tukapata ushindi. Kwenye hilo tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tutaendelea kupambana mpaka tuibuke mabingwa. Tumeenda, tumelala, tumetafakari, tumeamka leo. Tulikuwa na mchezo mwingine baina ya Zambia ambao kwetu sisi ilikuwa ni mechi ya muhimu sana na ni ngumu. Of course, kila mtu anajua timu ya Zambia ni timu ambayo ina wachezaji ambao wako very strong, lakini tumeshinda na tunamshukuru Mungu. Mechi yetu na South Africa tumepoteza, bado tuna nafasi kwa sababu tuna mechi 3 ambazo tumebakisha, na tunategemea kwenda kupumzika mapema leo na kesho inavyoamka, na tunavyojua ni lazima tushinde, at least tushinde mechi 2. Tukipoteza moja bado tuna nafasi. Kwa hiyo si nafasi yetu ni kubwa katika kuchukua ubingwa na kuchukua nafasi za juu zaidi. Tumeona wakicheza before individuals, sijawahi ona kama tumecheza team event na wao. Individuals hata vile wanacheza, vile wanajituma, wameimprove zaidi. I think pali wanaweza patia where they can improve. Would maybe wasikufe roho, yani sale wako nyuma kidogo, but they maintain juu skill nayo imeimprove. Tukamilisha na hili. Nyota mpira wa kikapu James Harden amekamilisha usajili wake kuelekea timu ya Cleveland Cavaliers, akimaliza utumishi wa miaka 3 ndani ya Los Angeles Clippers aliyojiunga nayo mwaka 2023. Uhamisho huo umezua mjadala mkubwa miongoni mwa wadau wa mchezo huo, hasa mashabiki wa ligi ya kikapu nchini Marekani, hasa kwa kitendo cha kubadilishana na kina Darius Garland mwenye umri wa miaka 26. Mdau wa mpira wa kikapu Alwatan Ramadhan Goda ameelezea faida za uhamisho huo kwa pande zote 3. Ukiangalia ni usajili ambao kama umeshtua watu hivi, kwa sababu haukuonekana kama ni usajili ambao ungewezekana ama ni trade ambayo ingewezekana katika kipindi hiki ambacho ligi inaendelea. Lakini pia ukiangalia kwenye NBA kwa sasa, kila timu inapambana kujiweka imara na kuhakikisha kwamba inatimiza malengo yake ya msimu. Kwa hiyo kwa James Harden kuelekea Cleveland Cavaliers imewashangaza watu, lakini ni trade ambayo unaweza kusema ni ya ushindi kwa kila upande. Yani James Harden amepata ama atapata ambacho anategemea, lakini pia kwa Clippers ambao wamemtrade kwenda Cavs, nao pia itakuwa wamepata ambacho wanategemea. Kwa maana gani? Kwa sababu kitu kikubwa ambacho watakuwa wamekiangalia Clippers kumuondosha kwenye kikosi chao James Harden, licha ya ubora wake, licha ya mchango wake mpaka sasa ambao ameuonesha kwenye timu, wameangalia zaidi umri wake, na hawezi kuwa ni long term project ya Clippers, kwa sababu hata ukiangalia mchezaji ambaye